Serikali mpango wake ni kuweza kuikuza hii sekta ya madini ili iweze kuchangia kwa kiwango kikubwa zaidi kupitia mpango wetu wa Vision 2030 ambapo tunataka tuongeze mchango wa sekta ya madini. Lakini sasa malengo haya hayawezi yakafikiwa kama wawekezaji wetu bado wanaendelea kupata changamoto mbalimbali, ikiwemo changamoto ya kupata umeme usiokuwa wa uhakika. Sasa nitumie fursa hii niweze kuwashukuru sana wenzetu wa Shanta Gold Mine kwa kuona kutumia fursa ya iliyotengenezwa na serikali ya utekelezaji wa miradi kwa njia ya ubia kati ya sekta binafsi pamoja na sekta ya umma ili kuweza kutatua changamoto zilizopo, kwa sababu mradi huu unatekelezwa kwa njia ya ubia kwa mashirikiano kati ya mwekezaji lakini pia na kampuni yetu ya TANESCO. Mwekezaji amekubali kuweza kulipa gharama zote za utekelezaji wa mradi. TANESCO anasimamia kuhakikisha standards zote za utekelezaji wa mradi zinazingatiwa, na baada ya hapo gharama hizo zitarejeshwa kwa mwekezaji kwa mujibu wa makubaliano. Kwa hiyo katika jambo hilo, mimi ndugu zangu wa Shanta, ninawashukuru sana kwa maamuzi haya mlioyafanya, kwa sababu sio wakati wote serikali inaweza ikapata pesa kwa mara moja kuweza kutekeleza miradi yote, kwa sababu mahitaji yako mengi. Kuweza kutatua na kukidhi mahitaji yote kwa wakati mmoja inakuwa ngumu. Kwa hiyo inawezekana tungechukua muda kidogo kuweza kutekeleza jambo hili. Tukasema nyinyi mko tayari kuweza kulipia gharama ili kuweza kujenga laini hii na muweze kupunguza kiwango cha matumizi ya mafuta ambacho kinawaongezea gharama za uendeshaji. Tumetoka kuangalia pale majenereta ambayo mnayotumia kwenye eneo la uzalishaji. Mmetuambia kwa siku mnatumia mafuta yasiyopungua lita 60,000 ambazo zina thamani ya shilingi. Sasa kama mnatumia hizo bilioni 6 kwa mwezi, manake kwa mwaka mzima zaidi ya bilioni 60, bilioni 70, yote ni kwenye gharama tu za uendeshaji. Unaweza ukaona kwamba kuna baadhi ya mambo mengine pia yanafanya nini, yanapungua. TANESCO anakosa kukusanya mapato kutokana na kumhudumia mteja, kwa sababu hawakupatii huduma yoyote, hawezi wakakusanya. Lakini hata nyinyi wenyewe kuweza kuendelea kufanya uwekezaji mkubwa zaidi, ikiwemo kufanya utafiti kwenye maeneo mengine pamoja na kufanya shughuli zingine, pia uwezo manake unapungua kidogo, kwa sababu gharama kubwa zinatumika kwenye uendeshaji. Kwa hiyo inawezekana hata gharama za kiwango cha ajira ambacho mngeweza kuzalisha pia kinapungua. Lakini kwa kufanya uwekezaji huu, manake unawapunguzia gharama za uendeshaji, unawasaidia TANESCO kuweza kuwapatia huduma na kuweza kukusanya mapato, lakini unawezesha mgodi, kampuni kufanya uwekezaji zaidi, kutengeneza ajira nyingi, lakini kuweza kuchangia zaidi katika mapato ya serikali. Kwa hiyo uwekezaji huu ni muhimu sana, na mimi kwa niaba ya serikali niwashukuru na niwapongeze sana kwa hii fursa kubwa mlioitumia na kwa uwekezaji mkubwa mliofanya. Jamani, naomba tuwapigie makofi. Lakini jambo lingine sasa ni kwenye eneo la ukamilishaji wa huu mradi. Tuna hatua mbili. Moja, kuunganisha kwa muda mfupi, hiyo temporary connection, ambayo wenzetu hapa wametuahidi kwamba ndani ya wiki hii watakamilisha. Na niagize na nitoe msisitizo kwamba meneja, kwa sababu umetuahidi kwamba utoke hapa, kweli mimi nitakuacha usitoke, uhakikishe kwamba kazi hiyo imekamilika na ndani ya wiki hii basi wanapata hiyo connection, ili angalau sasa waanze kupunguza machungu kidogo kutokana na gharama kubwa za uendeshaji wanazozitumia. Lakini jambo la pili sasa, baada ya kukamilika upatikanaji wa vifaa, tumalize huu mradi ili sasa stori ya utekelezaji wa huu mradi iwe sasa tumefanya nini, tumeikamilisha, na ndugu zetu watumie umeme kwa 100%. Lakini pamoja na hayo sasa, uhakika wa upatikanaji wa umeme, kwa sababu kujenga miundombinu ni jambo moja, lakini upatikanaji wa umeme ni jambo lingine. Mradi hautakuwa na maana kama tumeujenga, mkandarasi ya mwekezaji amejenga kwa gharama zake, alafu hana uhakika wa kupata umeme. Tunamwambia changamoto za kila siku, itakuwa haina maana, tutamdiscourage, lakini itakuwa ni hasara kwake, kwa sababu bado ataendelea kutumia mafuta, mradi aliojenga bado haumletei manufaa. Lakini jambo la mwisho ni kwamba mwekezaji huyu ametufungulia njia kwamba kufanya miradi ya ubia kati ya
serikali na TANESCO kwenye kuharakisha upelekaji wa miundombinu ya umeme pale ambapo tunaona kwamba serikali bado bajeti zetu hatujazitenga kwenye hayo maeneo. Tufungue njia ya kuweza kuruhusu tukae na wawekezaji, kwa sababu serikali sasa hizi inasisitiza ubia kati ya serikali na sekta binafsi kwenye utekelezaji wa miradi. Kwa mimi naamini hapa tumeona jambo hili limewezekana kupitia Shanta Gold Mine. Kwa hiyo inaweza kuwezekana pia kupitia makampuni mengine. Pale tunapoona kwamba bajeti zetu bado kidogo zinachukua muda kidogo kwenye utekelezaji wa hiyo miradi, tunaweza tukakaa na wawekezaji tukazungumza, tukaona namna ya kufanya utekelezaji wa miradi kwa njia ambayo itawasaidia ndugu zetu kuweza kupata umeme kwa haraka ili kuweza kuepukana na changamoto hizo ambazo zimekuwa zikiwakabili. Bilioni 3.2 ni gharama ambayo imetumika kuweka miundombinu pia kwenye eneo hili hapa, lakini utaona pia kuna zaidi ya shilingi milioni 13 ambazo tutamlipa mkandarasi kwa ajili ya kuleta ile line kutoka Mbeya mpaka hapa. Lakini pia kuna gharama nyingine ambayo itakuwa ikali karibuni milioni 489 ambazo ndio zitakazotumika kuagiza ile miundombinu ya kile kituo cha uzalishaji wa umeme pale Mwakibete Mbeya. Kwa ukizijumlisha sasa gharama zote hizo zitatuletea kwenye ile gharama ya shilingi bilioni 17.6 ambayo itakuwa ni gharama ya mgodi mzima. Kwa mujibu wa makubaliano kati ya Shanta na TANESCO, maana yake ni kwamba Shanta itarecover capital yake 40% ya hiyo bilioni 17.6 kupitia bili za kila mwezi, na tunategemea payback period, kwa maana kwamba ndani ya miaka minne tayari Shanta itakuwa imesha recover ile capital investment ambayo ni 40% ya total cost, na baada ya hapo sasa laini hii itakuwa ni mali ya TANESCO na Shanta itakuwa inalipa 100% ya bili.